Mchungaji kiongozi wa kanisa Moravian Ukonga Placido Kombe leo hii aliendelea kutembelea jumuiya mbalimbali zilizopo katika usharika wa Ukonga. Miongoni mwa usharika ambazo alikutana nazo ni jumuiya ya Kipunguni A, ambapo alikutana na waumini hao na kuongea nao. Lakini kubwa zaidi, mchungaji huyo alisisitiza zaidi ni kwamba kushiriki jumuiya ni muhimu, na pia aliwataka wazazi na walezi kutoacha vijana na watoto majumbani. Hayo ndiyo aliyosemwa na mchungaji kiongozi wa kanisa Moravian Ukonga Placido Kombe. Na wazee wa kanisa wawili kama ulivyowatambua, tuna madikoni wawili na dada Tikalkosia, mwingine wa kiume hajafika, lakini tuna wakili wa ushirika wa jumuiya ambaye pia anawakilisha ushirika, Rehema Mwamtobe, yeye hajafika. Tuna ustawi wa jamii, yupo dada Tumaini Jafet kwa pale, ni kiongozi wa ustawi wa jamii. Tuna wale wa mama wanne kwenye kila jumuiya, wa mama wanne lazima atoke hapa. Tuna dada Pendo Wakasiuka na Magdalena Max yuko pale, Masiraga Mwakangata yuko pale, na Maria Mwandunga na yeye yuko. Maria Mwandunga huyo hapo na mama tuna Kristo mmoja ambaye anawakilisha mtaa wa Ukonga kwa ajili ya vikao vya mtaa wa Ukonga, anaitwa Christina Mwazeme, yuko kule. Yeye anawakilisha ushirika kwenye mtaa, lakini anatoka jumuiya ya Kipunguni. Tuna mwingine anaitwa Modest Msokwa, yeye yuko kwenye idara ya miradi, yeye hajafika hapa kwa leo. Kwa huo ndio uongozi uliokuwepo kwenye jumuiya yetu ya Kipunguni. Pia kwenye jumuiya yetu kuna katibu wa jimbo kwaya, dada Watwakiani, yuko kwenye jumuiya ya Kipunguni. Na nimesema hawa ni baadhi tu, lakini jumuiya ina idadi ya watu takriban 80. Kwa kusema hayo, baba mchungaji, karibishe kwa neno na pia na kuongea na wanajumuiya wa Kipunguni. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Asante, niwape hongera kwa kukusanyika kwenye kusanyiko hili kwa asubuhi ya siku ya leo. Ninakushukuru mzee viongozi wa jumuiya pamoja na mama. Nawashukuru wanajumuiya wote na viongozi wote wa wilaya na jimbo, lakini na ushirika pia. Mungu awabariki sana kwa utumishi wenu. Na pia ninawashukuru kwa kukusanyika siku ya leo, siku ya Jumamosi. Ninaamini kila mmoja ana kazi yake, ana majukumu ya familia, ya nyumbani, hata maofisini, lakini mnaamua kuja kushiriki kwenye jumuiya. Mmemtanguliza Mungu badala ya kutanguliza nafsi zenu na maslahi yenu. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Mimi pamoja kwamba mnanifahamu, lakini vizuri ni mmejitambulisha na mimi nijitambulishe. Asante. Mimi kwa jina naitwa Placido Sabato Kombe. Nimeoa na mke na watoto 5. Wa kike 2 na wa kiume 3. Lakini pia tuna mkuu hapa, tunamwona hapa mbele. Kwa hiyo karibu sana mama, msalimu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Asante mzee wa kanisa. Nashukuru, asante na shirika. Naipenda kuanza kushika pombe. Nawapenda sana. Amen. Amen. Asante, nashukuru. Basi kwa sababu mzee wa kanisa amesema nizungumze na ninyi, alafu baadaye tutamalizia. Jumuiya ni kusalimiana na pia kupeana mawili matatu, kwamba jumuiya zetu ni muhimu sana, ni za muhimu kuona na jumuiya kulingana na ukubwa wa mji, upana wake. Kwa hiyo jumuiya zinatufanya sisi tujuane, lakini jumuiya zinatufanya sisi tudumishe ushirikiano wa karibu zaidi. Tunapokutana mara moja hapa kanisani kwa Jumapili tunatawanyika, lakini nakuta hatuwezi tukawa na mipango ya pamoja. Tutakuwa na mipango ya hapa kanisani tu, lakini tunapoweka mikakati na waweza kukuta mikakati haiendi kama vile inavyotakiwa. Lakini tukiwa na jumuiya kama hivi, mnapokutana maana tayari mnapanga na mipango mingine ambayo ni ya kikanisa. Lakini pia jumuiya zinatufanya sisi tuweze kufahamu kwa mlawa